Kuna mtu anapitia vita katika maisha, kuna mtu anapitia hali ngumu, kuna mtu anapitia changamoto. Umefika kiwango cha kufikiria ni kama Mungu hakusikizi, ni kama Mungu hakupendi, ni kama Mungu hakuoni. Kuna mtu amepigana na vita kwa muda mrefu, miaka nenda miaka rudi. Kila wakati unajipata uko kwa vita, kila wakati unajipata uko katika masumbuko, katika mahangaiko. Ninataka ninene na wewe katika jina la Yesu. Maandiko inasema ya kwamba Psalm 81 from verse 11, ninataka nikusomee na najua ya kwamba utabarikiwa. Inasema hivi, lakini watu wangu hawakunisikiliza, hawakuisikiliza sauti yangu, wala Israeli hawakunitaka. Inawezekana Mungu amekuwa akikuonya, Mungu amekuwa akikutafuta, Mungu amekuwa akikunenea, lakini inawezekana umemkataa, ama inawezekana umekosa kusikia sauti yake. Na unapokosa kusikia sauti ya Mungu, unapomkataa Mungu, mambo yenye huwa inafuata ni kama nitakayo kusomea. Verse 12 inasema hivi, nikawaacha wakaenenda kwa kawaida wa mioyo yao, wakaenenda katika mashauri yao. Unapokosa kusikiliza sauti ya Mungu, unapokosa kumtii na kumheshimu Mungu, maandiko inasema ya kwamba Mungu akasema sitabishana na wanadamu milele. Mungu hakuwagi na ubishi. You cannot compete with God. Hamutabishana na yeye. Akiona ya kwamba anakuongelesha hutaki kumsikiliza, akiona ya kwamba anakutafuta lakini haupatikani, maandiko inasema ya kwamba atakuacha ukaenda kwa ukaidi wa moyo wako. Na definitely unapoenda katika njia zako, unapoenda katika mashauri ya moyo wako, itakupeleka katika vita, itakupeleka katika mahangaiko, itakupeleka katika mateso, itakupeleka katika masumbuko. Hivyo ndivyo inafanyika katika ulimwengu wa kiroho. Kuna watu sasa wameokoka, wako kanisani, lakini wamekosa kusikiliza sauti ya Mungu. Wamekosa kumtii Mungu. Wamekosa kuenenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Na kwa sababu Mungu hayuko hapo ili ashindane na wewe, maandiko inasema ya kwamba atakuacha uende katika ukaidi wa moyo wako. Kwa hivyo inawezekana kuna vita imeishi kwa maisha yako kwa muda mrefu. Sio kwa sababu Mungu hawezi kukusaidia, sio kwa sababu Mungu hawezi kuenenda pamoja na wewe, lakini kwa sababu ulimkataa, naye akakuachilia uende katika ukaidi wa moyo wako. Verse 13 nasema hivi, laiti watu wangu wangenisikiliza. Hiyo ni sauti ya Mungu. Laiti watu wangu wangenisikiliza, Israeli angeenenda katika njia zangu. Ninataka nikusomee verse 14 na itakushangaza sana. Hivi ndivyo inasema, ningewaadhiri adui zao kwa upesi. Unaona hiyo vita umepigana nayo mwaka mzima? Unaona hiyo vita umepigana nayo kutoka January? Unaona hiyo vita unapigana nayo usiku na mchana? Mungu anasema laiti watu wangu wangenisikiliza. Laiti ungesikiliza sauti ya Mungu. Laiti ungesikiliza maagizo ya Mungu. Laiti ungetii na kusikiliza sheria za Mungu. Anasema ya kwamba ningewaadhiri adui zako upesi, na juu ya watesi wao ningeugeuza mkono wangu. Wewe ndio umekubaliana na adui, ndio maana wanakufinya kwa kona. Hiyo mateso ambayo imesimama katika maisha yako, wewe ndio umekubaliana nayo. Ungekubali kusikia sauti ya Mungu, ungekubali kutembea sawasawa na mapenzi ya Mungu. Anasema laiti watu wangu wangenisikiliza. Laiti Israeli angeenenda katika njia zangu, ningewaadhiri adui zao kwa upesi, na juu ya watesi wao ningegeuza mkono wangu. Si Mungu akusaidie sana. Sijui ni machozi aina gani unapitia katika maisha yako. Sijui ni changamoto gani unapitia katika maisha yako. Sijui ni aibu gani unapitia katika maisha yako. Nimekuja nikupe ushauri, just a piece of advice, a spiritual advice. Mrudie Mungu, mgeukie Mungu, sikiliza sauti ya Mungu. Anasema laiti watu wangu wangenisikiliza. Wewe ambaye unanitazama siku ya leo, laiti ungesikiliza sauti ya Mungu. Wewe ambaye unapitia kilio katika ndoa yako, wewe ambaye unapitia machozi katika biashara, wewe ambaye unapitia changamoto katika huduma, wewe ambaye unapitia changamoto na mateso ya dunia, laiti ungesikiliza sauti ya Mungu. Laiti ungeenenda katika njia za Mungu. Angekuwa amekumalizia hiyo vita upesi mapema sana. Angekuwa amekuondolea hayo mateso kitambo sana. Angekuwa ameugeuza mkono wake ukawa juu ya adui zako.
Si Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Si Mungu akuneemeshe katika jina, si Mungu akuheshimishe. Si Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Share hii video na najua ya kwamba utabarikiwa. Kama imekubariki, kama imekusaidia, please subscribe, share, to follow na Mungu atakubariki. Shalom.